Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisa cha mmoja katika wakina mama wa Kiislamu katika moja ya miji yetu ya pwani ya Afrika Mashariki. Mama huyu alikuwa ni mke wa mtu, lakini yule mumewe baada ya miaka kadhaa akaamua kuoa mke wa pili. Baada ya mama yule kugundua, aliomba talaka kwa mumewe, na kila ambapo na ambavyo mume alijitahidi kujizuia kutoa talaka, mama yule hakukubali. Hatimaye mume wake akalazimika kwamba aitoe ile talaka. Mama yule alipoachika akarudi nyumbani, akaishi na wazazi wake, lakini yale maisha ya nyumbani baada ya kuachika yalimfanya afikirie kuwa na mume, na hatimaye akapata mwanaume wa kumwoa, akaolewa akiwa ni mke wa pili kwa mwanaume wa pili. Tunajifunza nini kutokana na kisa hiki cha kweli? Tunachokijifunza ni kuwa mwanamke asirahisishe talaka, na asidhani anaporudi nyumbani thamani yake kwa wazazi itakuwa ni sawasawa na thamani yake kabla hajaolewa. Unapoolewa na mwanaume na unapoamua kuachika, haina maana ni kuwa na mwanaume na kuwa mbali na mwanaume. Ina maana ni kuwa na heshima na kuepuka heshima. Ndoa ni heshima, ndoa ni sitara ya kijamii, na ndio maana Qur'ani ikasema kwamba hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, kwamba wanawake ni vazi kwa mwanaume na mwanaume ni vazi kwa mwanamke. Katika kazi za vazi, nguo ni heshima, kupendeza, kuheshimika. Vazi linaleta heshima katika jamii, na ndoa vile vile inaleta heshima katika jamii. Hali kadhalika kwa mwanaume, asirahisishe talaka. Mapema sana utakapomwacha mkeo, ile nyumba utaiona namna ambavyo imebadilika. Itakuwa ni nyumba ambayo haipendezi, ina huzuni, ina masononeko na haina furaha. Utajua thamani ya mke baada ya kumwacha. Sasa jifunze kwa wenzako, na usiwe ni mtu ambaye wenzako watajifunza kwako wewe. Kwa hali kama hiyo, Uislamu umetia uzito katika talaka, lakini umerahisisha sana katika ndoa, kwa sababu Mungu anatutaka tuingie kwa wingi katika ndoa, lakini tusitoke kwa wingi katika ndoa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.